Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi imezungumzia hali inayoendelea katika Venezuela, Iran, lakini pia imezungumzia suala la Greenland ambalo nchi za magharibi zimeingia katika mtifuano na Marekani. Urusi imesema ina nia ya kusaidia kupunguza mvutano katika maeneo yote ikiwa ni pamoja na karibu na Venezuela na Iran. Hii ni kauli iliyotolewa na mwanadiplomasia mkuu wa Urusi Sergei Lavrov alipokuwa akizungumzia hali ya diplomasia katika mwaka 2025 na mafanikio ya Urusi katika sera zake za nje. Anasema Lavrov, tuna nia ya kusaidia kupunguza mvutano katika maeneo yote ambayo sasa yameongezeka na ambayo nimeorodhesha, iwe Venezuela na haswa hali ya Iran, Lavrov alisema. Hata hivyo amezungumzia juu ya Baraza la Amani la Gaza katika mazungumzo yake, huku akisema wamepokea rasimu ya katiba ya bodi ya amani ya ukanda wa Gaza kutoka Marekani. Na anasema hivi majuzi tulipokea mapendekezo maalum, rasimu ya katiba ya muundo na kadhalika, alisema rais huyo. Lakini kuhusu mpango wa bodi ya amani ya rais wa Marekani Donald Trump, anasema inaonyesha uelewa wa Washington juu ya umuhimu wa kukusanya kundi la nchi ajili ya mzozo huo mkuu wa kidiplomasia ambao umezidi kuongezeka. Amesema kuanzisha taifa la Palestina bado ni muhimu kwa suluhu la Gaza kwa kuzingatia mpango wa bodi ya amani ya Donald Trump, Lavrov alisema. Amesema kuanzishwa kwa taifa hilo kutakuwa ni muhimu mno kuliko kuwepo kwa bodi hiyo. Pia anasema tuna hakika kwamba kwa suluhu la muda mrefu katika Mashariki ya Kati, uamuzi wa Umoja wa Mataifa na kuanzisha taifa huru la Palestina lazima hatimaye utekelezwe, na ningependa kusisitiza kwamba kigezo hiki kinaendelea kuwa muhimu kwa kuzingatia mpango wa sasa wa Rais Trump wa kuunda bodi ya amani. Lavrov kadhalika aligusia mgogoro wa Greenland. Hapo awali ilikuwa vigumu kufikiria kwamba mzozo wa Greenland ungeweka umoja wa NATO katika shaka, alisema waziri huyo. Mienendo ya migogoro inaongezeka ndani ya jamii yenyewe ya magharibi. Greenland ni mfano wa wazi wa kile ambacho kila mtu anakizungumzia na ambacho mijadala inaendelezwa, ambayo ingekuwa vigumu kufikiria hapo awali, ikiwa ni pamoja na matarajio ya kuhifadhi kwa NATO kama kambi ya umoja ya kijeshi na kisiasa ya magharibi, amebainisha Lavrov. Amesema ulimwengu haukuamini kwamba Marekani ingeageuka mataifa ya magharibi na namna ambavyo wakati huu mataifa magharibi yanateseka kuhakikisha wanailinda Greenland bila kuona mafanikio, kwani rais wa Marekani bado mpango wake ni ule ule wa kutaka kuiteka Greenland. Migogoro inayohusiana na ushuru kati ya Amerika, Ulaya na nchi zingine itaendelea kwa muda mrefu, mwanadiplomasia huyo mkuu alisema. Hatua hizi ambazo hazijaunganishwa kimsingi na Marekani, pamoja na masuala ambayo kati ya Amerika na Uropa na shida zilizopo kati ya Amerika na nchi nyingi ulimwenguni kuhusu ushuru, vikwazo na hatua zingine zinaonyesha kuongezeka na lazima ziongezeke, sio kila wakati. Ushindani uliopo, katika maoni yangu, michakato hii inafanywa kwa maoni ya watu wa upande mmoja kwa muda mrefu, anasema mkuu huyo wa diplomasia wa Urusi bwana Sergei Lavrov. Hata hivyo, waziri huyo wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov anasema kwamba ni Urusi na China pekee ndizo zenye uwezo wa kuweza kutatua masuala ya kidiplomasia, hasa wakati huu ambapo kuna migogoro mingi duniani. Waziri huyo wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov amesema kwamba migogoro ya kimataifa itaweza kutatuliwa ikiwa Urusi pamoja na China zitaalikwa katika utatuzi wa migogoro hiyo ambayo imezidi kuleta taharuki katika ulimwengu. Mazingira tata yanayoendelea kwa kasi duniani yanalazimu mazungumzo yanayoendelea yatalazimika kumalizika ikiwa kutakuwa na mazungumzo yatakayohusisha Moscow na Beijing. Waziri huyo wa mambo ya kigeni bwana Lavrov amesema siku ya leo. Anasema upeo wa kimataifa wa asili wa kimkakati wa mahusiano yetu kwa mara nyingine tena umethibitishwa, na mahusiano haya yanahitaji zaidi dhidi ya historia ya matukio muhimu na magumu na yenye nguvu sana duniani ambayo yanahitaji mazungumzo yetu mara kwa mara katika roho ya ushirikiano wa kina na mwingiliano wa kimkakati, Lavrov alimalizia. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein.